Hujambo, karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliokuandalia kwa siku hii ya leo. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa imeandaa mapendekezo ya maboresho ya sheria ya pensheni na vinua mgongo ya mwaka 1966 ikijumuisha maveterani waliopigana vita ya Kagera ili kuingiza katika bima ya afya. Idadi ya wananchi waliounganishiwa na huduma ya umeme nchini imeongezeka kutoka milioni 2,766,745 mwaka 2021 hadi milioni 5,449,278 kufikia Aprili mwaka 2025, sawa na ongezeko la 97%. Na michuano ya Kombe la Muungano kuendelea leo visiwani Zanzibar katika hatua ya nusu fainali ya kwanza ikiwakutanisha JKU na Azam FC. Je, nani kutangulia fainali? Taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ, lakini pia tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na X. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku ya leo, na uko nami Esau Godin. Idadi ya wananchi waliounganishwa na huduma ya umeme nchini imeongezeka kutoka milioni 2,766,745 mwaka 2021 hadi kufikia milioni 5,449,278 kufika Aprili mwaka 2025, sawa na ongezeko la 97%. Hayo yamesemwa na Waziri wa Nishati Daktari Doto Biteko, ambaye pia ni naibu waziri mkuu, wakati akiwasilisha hotuba ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nishati na taasisi zake kwa mwaka 2025-2026 bungeni jijini Dodoma. Daktari Biteko amevitaja vipaumbele vya Wizara ya Nishati kwamba ni pamoja na kuendelea kutekeleza miradi ya uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme pamoja na kupeleka huduma ya nishati vijijini. Pia wizara itaendeleza utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati ya mafuta na gesi asilia. Zaidi huyu hapa Daktari Doto Biteko. 97. Mradi wa nishati vijijini. Mheshimiwa Spika, mwaka 2024-2025 serikali iliendelea kutekeleza azima yake ya kuhakikisha kuwa huduma ya umeme inafika vijijini kote Tanzania bara. Napenda kutumia fursa hii kulitaarifu bunge lako tukufu kuwa serikali imeweza kuvifikia vijiji vyote 12,318 vya Tanzania bara kupitia miradi ya umeme iliyotekelezwa na Wakala wa Nishati Vijijini REA. Aidha, kupitia utekelezaji wa miradi ya umeme vijijini, jumla ya taasisi na maeneo ya huduma 66,140 yameunganishwa na umeme kutoka taasisi 15,200 mwaka 2020. Hili Mheshimiwa Spika ni sawa na ongezeko la 315%. Mheshimiwa Spika, pamoja na kukamilisha wakazi ya uunganishaji wa umeme vijijini, serikali imeendelea kupeleka umeme kwenye vitongoji, ambapo jumla ya vitongoji 33,657 kati ya vitongoji 64,359 vya Tanzania bara, sawa na 52% tayari vimeunganishwa na umeme. Aidha, miradi mingine ya nishati vijijini iliyotekelezwa ni pamoja na miradi ya ujazilizi, mradi wa kusambaza umeme katika vijiji miji, mradi wa kupeleka umeme kwenye maeneo ya migodi midogo, viwanda vidogo na maeneo ya kilimo, na miradi ya kupeleka umeme katika minara ya mawasiliano ya simu. Naam, huyo ni Waziri wa Nishati na naibu waziri mkuu Daktari Doto Biteko. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa imesema imeandaa mapendekezo ya maboresho ya sheria ya pensheni na vinua mgongo ya mwaka 1966 ikijumuisha maveterani waliopigana vita ya Kagera ili kuingiza kwenye utaratibu wa bima ya afya. Kwa mujibu wa waziri mwenye dhamana ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Daktari Stergomena Tax, ni kwamba baada ya vita wapiganaji walipewa nafasi ya kujiunga katika vyombo vya ulinzi na usalama kwa kufuata taratibu, lakini kwa wale walioamua kutojiunga na wale waliokosa sifa katika kipindi hicho walilipwa
walilipwa kifuta jasho Asante Nyerere kiasi cha shilingi 5,000 na kurejeshwa makwao. Zaidi tuungane na mwanahabari Sara Mwambepo. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Stergomena Tax amesema mashujaa wote waliopigana katika vita ya Kagera na waliostahili malipo ya viinua mgongo na pensheni walikwisha lipwa na wengine wanaendelea kulipwa kwa mujibu wa sheria ya pensheni ya viinua mgongo ya mwaka 1966, ikiwemo pia malipo ya ulemavu na kustaafu. Akijibu swali la mbunge wa viti maalum Rozi Busiga bungeni jijini Dodoma leo Aprili 28, 2025, Dr. Tax amesema kundi ambalo lilishiriki vita na halikuwa limeajiriwa na vyombo vya ulinzi na usalama baada ya vita lilipewa nafasi ya kujiunga katika vyombo vya ulinzi na usalama kwa kufuata utaratibu. Tutaleta marekebisho ya sheria. Utaratibu uliopo ni kwamba mafao na stahili za wanajeshi zinaongozwa na National Defense Act CAP 192 ya mwaka 2002, lakini pia na kanuni zake ambazo ni Defense Service Pension and Gratuity Regulations. Na hizi huwa zinakwenda kwenye halmashauri ya majeshi. Baada ya hapo inapelekwa kwa amiri jeshi mkuu. Kwa hiyo hatuleti hapa bungeni, lakini tumekwisha kamilisha taratibu zote. Halmashauri ya majeshi imeshakaa, mimi ndo mwenyekiti, tumeshapitisha na tumeshawasilisha kunakotakiwa. Kwa hiyo mara baada ya hapo basi tutaleta mrejesho tumefikia hatua gani. Kwa hiyo ni swala ambalo tumetoa kipaumbele sana, kwa sababu nyinyi mmeona kwamba mara nyingi nimeuliza swali hili na sisi tukaona kwamba tulifanyie kazi, na napenda sana kumshukuru Waziri wa Fedha kwa kutoa ushirikiano mkubwa sana ambao umetuwezesha kukamilisha uchambuzi na kuweza kuja na mapendekezo ambayo tumekuja nayo. Kuhusu mpango wa dharura ndio huu tunaokwenda nao. Lakini pale ambapo wapiganaji hawa maveteran wanakuwa na shida mahususi za kidharura, huwa hatuwaachi, huwa tunawasaidia kadri inavyotakiwa. Hata hivyo ameongeza kuwa wizara imeandaa mapendekezo ya maboresho ya sheria ya pensheni ya viinua mgongo ya mwaka 1966 na kuwasilisha serikalini, yakijumuisha maveterani waliopigana vita ya Kagera. Mimi ni Sara Mwambepo wa Dream TV. Huyo ni mwanahabari Sara Mwambepo. Kwingineko, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema mabadiliko yanayoendelea katika sekta ya ushirika nchini yanampa hamasa na ari ya kuendelea kuimarisha sekta hiyo. Akizungumza leo Jumatatu tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka huu katika uzinduzi wa Benki ya Ushirika Tanzania ufanyika jijini Dodoma, Rais Dr. Samia amesema awali ushirika ulikuwa ukihusishwa na vitendo vya ufisadi, lakini sasa kuna dalili za mafanikio. Zaidi tumsikilize Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini kwa uelewa wangu miaka labda 20, 15 nyuma, 30, ushirika haukuwa unafanya vizuri kabisa. Na wale waliokuwa hawana imani sana na ushirika, mimi nilikuwa mmoja wapo, sio Bashe peke yake. Nilikuwa naona kama ushirika ni chaka la wizi. Na nadhani siku nilozungumza nanyi Ikulu nilisema hivyo. Nendeni mkabadilike. Ushirika mna sifa mbaya. Lakini jinsi tunavyokwenda, viongozi wapya kuingia, mifumo kubadilishwa, hili kubadilishwa, ushirika sasa umesimama vizuri. Umesimama vizuri kiasi ambacho unazidi kunipa hamu nifanye zaidi kusaidia maendeleo ya ushirika nchini. Kwa hiyo kwa wale viongozi wanaohusika na ushirika, tume ya ushirika na wengine, nendeni kasimamieni ushirika uwe imara zaidi, ushirika ambao unaweza kufanya mambo makubwa wenyewe. Mtazamaji, huyo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji wa Dream Media, na kukumbusha kuendelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na X. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa tuziangazie taarifa za mataifa mbalimbali kama zinavyoletwa kwako na Brown Tinda. Ripoti mpya iliyotolewa na taasisi ya kimataifa ya utafiti wa masuala ya amani, SIPRI, imesema matumizi ya kijeshi duniani kote
yameongezeka mwaka jana, huku migogoro inayoongezeka ikichochea ongezeko la matumizi hayo. Ripoti hiyo ya taasisi ya SIPRI yenye makao yake katika mji mkuu wa Sweden iliyotolewa leo imesema matumizi ya kijeshi yameongezeka kote duniani kwa kasi zaidi tangu kumalizika kwa vita baridi na kufikia dola trilioni 2.7, huku ikisisitiza kuwa ongezeko kubwa la matumizi ya kijeshi limeshuhudiwa zaidi barani Ulaya na Mashariki ya Kati. Ripoti hiyo imesema mataifa yote ya Ulaya kasoro Malta yameongezeka maradufu matumizi yao ya kijeshi, huku Marekani ikisalia kileleni ambapo matumizi yake ya kijeshi yalifikia dola bilioni 997. Wakati vita nchini Ukraine vikiingia katika mwaka wake wa 3, matumizi ya kijeshi yameendelea kuongezeka kote barani Ulaya hadi kufikia 17%, ambayo ni sawa na dola bilioni 693. Mwaka wa 2024 Urusi iliongeza matumizi yake ya kijeshi hadi kufikia dola bilioni 149, Ukraine bilioni 64.7. Ujerumani iliongeza matumizi yake ya kijeshi kwa 28% hadi kufikia dola bilioni 88.5 na kuiweka katika nafasi ya 4 duniani. Mataifa mengine kama Israeli yametajwa pia kuongeza matumizi yao ya kijeshi. Takribani wahamiaji 68 wa Afrika wameuawa katika shambulizi la anga la Marekani dhidi ya kituo kimoja kinachodhibitiwa na Wahouthi kaskazini magharibi mwa Yemen, kituo cha televisheni cha kundi hilo lenye silaha kimesema. Al-Maslah iliripoti kuwa wahamiaji wengine 47 walijeruhiwa, wengi wao wakiwa vibaya sana, wakati kituo hicho katika jimbo la Saada kililipuliwa kwa bomu. Kituo hicho kilichochapisha picha zinazoonyesha miili mingi iliyofunikwa kwenye vifusi vya jengo lililoharibiwa hakukuwa na maoni ya mara moja kutoka kwa jeshi la Marekani. Lakini shambulio hilo lilijiri saa chache baada ya kamanda mkuu wa Marekani kutangaza kwamba vikosi vyake vimepiga shabaha zaidi ya 800 tangu Rais Donald Trump kuamuru kuimarishwa kwa kampeni ya anga dhidi ya Wahouthi tarehe 15 Machi. Raia wasiopungua 31 wa Sudani wakiwemo watoto wameuawa na wapiganaji wa kikosi cha msaada wa haraka RSF katika mji wa Omdurman kaskazini mwa mji mkuu wa Sudani, Khartoum. Watoto wadogo walikuwa miongoni mwa wahanga wa hujuma hiyo katika eneo la Ali Saliha mjini humo. Mtandao wa madaktari wa Sudani ulisema hayo jana Jumapili, ukisema mauaji hayo ndiyo makubwa zaidi yaliyorekodiwa katika eneo hilo. Mtandao huo umesema kuwa waliouawa walituhumiwa na kundi hilo la wanamgambo kwamba walikuwa na mfungamano na jeshi la Sudani. Wanaharakati wamesambaza video kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha watu binafsi waliovalia sare za RSF wakipiga risasi kundi la watu katika kitongoji cha Al Saliha. Mtandao huo umeuita umwagaji damu wa wanamgambo wa RSF uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka kuwaokoa raia waliosalia kwa kufungua njia salama ili kuhakikisha wanaotoka katika kitongoji cha Al Saliha. Hakukuwa na maoni ya mara moja kutoka kwa kundi la waasi juu ya ripoti hiyo. Shambulio hilo ni sehemu ya mfululizo wa mashambulizi ya hivi karibuni ya ndege zisizo na rubani zilizolenga vituo vya umeme katika miji ya kaskazini mwa Sudani, ikiwa ni pamoja na Melowe, Dongola, Al-Dabaha na Atibala. Siku chache zilizopita, mtandao wa madaktari wa Sudani ulisema watu 11 wameuawa na 22 kujeruhiwa wakati ndege hii isiyo na rubani ya Rapid Support Forces
iliposhambulia kambi ya wakimbizi huko Atibara kaskazini mwa Sudani. Na mtazamaji, huyo ni Brown Tinda katika habari za mataifa mbalimbali. Na katika michezo huko visiwani Zanzibar, leo ni nusu fainali ya kwanza kati ya JKU dhidi ya Azam FC. Je, nani kuibuka mshindi? Huyo hapa Ramadhan Kasim akikuletea mkusanyiko wa habari za michezo. Katika michezo, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson ameipongeza klabu ya Simba mara baada ya kutinga hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa kuitoa Stellenbosch ya pale nchini Afrika Kusini katika mchezo uliochezwa mjini Durban hapo jana, na kusema kwamba kazi kubwa iliyosalia kwa klabu hiyo ya Simba ni kuhakikisha kwamba inashinda mchezo wa fainali dhidi ya RSB Berkane ya pale nchini Morocco na kurejesha kombe nchini Tanzania. Dr. Tulia ametoa pongezi hizo bungeni jijini Dodoma hii leo kwenye vikao vinavyoendelea vya bunge, huku akiwaombea klabu ya Simba kufanya vizuri katika mchezo wa fainali. Kwingineko, michuano ya kombe la Muungano kule visiwani Zanzibar inaendelea usiku wa hii leo, ambapo mchezo wa nusu fainali ya kwanza unapigwa kati ya JKU kutokea Zanzibar dhidi ya timu ya Azam kutokea Tanzania bara, huku nusu fainali ya pili ikitarajiwa kuchezwa siku ya kesho, ambapo Zimamoto wao watakipiga dhidi ya Wananchi Young Africans. Katika habari za kimataifa, ligi mbalimbali zinataraji kuendelea hii leo, ambapo pale nchini Misri katika ligi kuu soka nchini humo, klabu ya Ismailia watakuwa nyumbani kuwakaribisha ZFC majira saa 2 kamili usiku, na Talaya El Gaesh nao watakuwa dimbani kuwakaribisha Al Ittihad Alexandria. Kule nchini Italia pia kuna michezo napigwa usiku wa hii leo, ambapo Udinese wao watakaribisha Bologna majira saa 1 na dakika 30 usiku, huko Hellas Verona wao watakaribisha Cagliari majira saa 3 na dakika 45, na Parma watakuwa wageni wa Lazio muda huo wa saa 3 na dakika 45 usiku. Na tuhitimishe na taarifa kutoka pale nchini Brazil, ambayo inasema kwamba shirikisho la soka nchini humo linatazamiwa kutoa mshahara bora zaidi kuwahi kutokea katika historia ya taifa hilo ili kumpata kocha wa sasa wa klabu ya Real Madrid ya pale nchini Hispania, Muitaliano Carlo Ancelotti. Mchakato wa kumpata Muitaliano huyo upo mbioni kukamilika, huku likitajwa jambo la muda tu kwa kocha huyo kuondoka ndani ya klabu hiyo ya Real Madrid na kuelekea huko katika timu ya taifa ya Brazil. Kama inavyoripotiwa, kila mara Brazil inapanga kusubiri hadi kombe la dunia kwa ngazi ya klabu ili kukamilisha mpango wa kuipata saini ya Carlo Ancelotti. Mimi ni Ramadhani Kasim, hii ni Dream TV. Huyo ni mwanahabari Ramadhan Kasim katika mkusanyiko wa habari za michezo. Na kabla ya kutimisha Dream habari, ni kukumbusha tena machache kati ya mengi tuliokuwa nayo kwa siku hii ya leo. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa imesema imeandaa mapendekezo ya maboresho ya sheria ya pensheni na viinua mgongo ya mwaka 1966 ikijumuisha maveterani waliopigana vita ya Kagera ili kuingiza kwenye taratibu wa bima ya afya. Imeelezwa kuwa idadi ya wananchi waliounganishwa na huduma ya umeme nchini imeongezeka kutoka milioni 2,766,745 mwaka 2021 hadi milioni 5,449,278 kufikia Aprili mwaka 2025, sawa na ongezeko la asilimia 97. Na michuano ya kombe la Muungano kuendelea leo visiwani Zanzibar katika hatua ya nusu fainali ya kwanza ikiwakutanisha JKU na Azam FC. Je, nani kutangulia fainali? Na huo ndio mwisho wa Dream Media habari. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na X. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Kwaheri.